Zanzibar tunawatazama vipi sasa vijana kupitia sekta ya uchumi wa blue katika kuwawezesha, na ndio moja tatizo kubwa ambalo face Zanzibar sasa ni umeme. Mara kwa mara unakuwa katika, labda swala hili Mheshimiwa Rais analizungumza vipi? Swali langu ni dogo tu Mheshimiwa Rais, kwa mjumuisho wa ziara yako na yale yote uliyofanya kule Uingereza, ni wananchi wategemee nini kuanzia sasa? Kuna mwigizaji mmoja ambaye ni mkubwa kidogo, na yule ni icon kwa utalii hapa visiwani Zanzibar. Changamoto mojawapo ambayo inatukabili ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Uchumi wetu umekuwa mpaka mwaka jana ilikuwa ni 7.3, na unakuwa kila mwaka unaongezeka. Kwa hiyo ukisikia takwimu, unaweza ukazisikia takwimu zile za wakati wa COVID ambao ulishuka sana, lakini baada ya pale umeendelea kukua mwaka hadi mwaka mpaka mwaka jana ulikuwa ni 7.3. Kwa hiyo uchumi wetu umekuwa kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na nchi nyingi za Afrika. Maana yake ni kwamba sisi kama nchi, sera yetu ya utalii ni utalii wa kiwango cha juu, high value low volume. Idadi ya watu iwe wachache, lakini waje watu wenye uwezo wa kutumia fedha zao hapa Zanzibar ili tuweze kudhibiti uharibifu wa mazingira. Sasa tulisaini mikataba kadhaa ya ushirikiano, na mkubwa katika hiyo ulikuwa ni mkataba wa kampuni inaitwa Nutrisan. Hii kampuni ina lengo la kuwekeza katika value chain au mnyororo wa thamani wa zao la mwani. Fursa zote tulizozizungumza kwa njia moja ama nyingine linahusu vijana, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi tuliokuwa nayo. Kwa hiyo kama tumezungumza kwenye swala la utalii, bila shaka manake vijana watahusika. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Watanzania waliokuwa kule Uingereza wote, magrupu hayo mawili tulipata nafasi ya kukutana, na kwa kweli walihamasika sana, maana kwa mara ya kwanza naambiwa idadi kubwa kiasi kile walikuja kukutana na kiongozi kutoka Tanzania. Na mimi nilifurahi sana kwamba nimepata fursa ya kuzungumza nao, na ni kweli tulizungumza maeneo kadhaa, lakini moja ambalo ni la muhimu ni kwamba wako tayari kuchangia uchumi au maendeleo ya nchi yetu kwa njia mbalimbali. Wako ambao wako tayari kuchangia kwa fedha zao, wako ambao wako tayari kuchangia kwa ujuzi wao, wako ambao wako tayari kuchangia kwa kushawishi, kwa kuwa mabalozi wazuri kwa watu wenye uwezo kuja Tanzania. Hapa Zanzibar sasa hivi tunapokea umeme wetu wote kutoka Tanzania bara kupitia hii cable ya chini ya bahari, submarine cable. Na ni kweli kwamba sasa hivi tumeanza kuzidiwa na mahitaji yamekuwa makubwa kuliko umeme unaopatikana kutoka bara. Na maana yake ni kwamba lazima kama nchi sasa tuwe tuna vyanzo vipya vya kuzalisha umeme. Kwa hiyo takataka zitumike kuzalisha umeme. Tutaongeza uwezo wetu wa uzalishaji wa umeme kwa kutumia njia hizo. Wakati huo tutatengeneza ile tunayoita power independence, uzalishaji wa umeme ndani ya nchi.